nitazame kwa pendo, nione uso wako. Nipe Bwana nia yako, ili ionekane. Bwana asifiwe. Siku ya leo na wiki hii na mwezi huu wa 3 tunajikita kuangalia habari nzima ya mada ambayo tulionayo hapa katika kipindi hiki cha Nguvu ya Maombi ni kupingana au kukinzana, au wewe kivipi unaweza ukashinda vita vya wapinzani wako, vita vya maadui zako ambao wapo kwenye maisha. Hapa tunakutana na Yesu Kristo katika kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 66. Tunakutana naye anapambana na pambano hili ili aweze kushinda, ili aweze kupata ushindi akiwa na Masadukayo, ili aweze kupata ushindi akiwa na Mafarisayo, ili aweze kupata ushindi akiwa na kila grupu ambalo lilivyoonekana katika maisha yake. Na nikumbushe hii, leo nazungumza hao watu ambao ni Mafarisayo. Yesu alikuwa anawaona kweli ni maadui. Wao walikuwa wanamuona Yesu kana kwamba ni kizuizi fulani kwa mambo yao fulani, na anakinzana nao kwa vitu kadhaa. Lakini badala ya Yesu yeye kuwaona hawa watu wanahitaji, maana Yesu angesimama kana kwamba mhukumu, akusimama kama mhukumu, akasimama kama mwokoaji wa roho hizo. Ni kweli hawa watu walikuwa washika sheria. Sikiliza, leo nikukumbushe kundi hili la watu wanaitwa Masadukayo. Masadukayo ni watu ambao walikuwa viongozi, walikuwa ni watu wasomi, walikuwa ni watu, hawa ni watu wenye mamlaka, walikuwa ni watu wenye ushawishi. Yaani unaweza ukawa na adui wa design hiyo kwenye maisha. Ana mamlaka, ana ushawishi kwenye maisha, unaweza ukawa yuko juu yako. Wakati mwingine natazama na boss fulani hapa, ni boss kabisa, ni adui yako. Samahani kwa hilo. Kuna mwingine kabisa unaweza ukawa ndivyo ilivyo hapa. Masadukayo. Hawa watu, sikiliza kidogo hapa. Hawa watu walikuwa na sheria kichwani pia. Hawa watu walikuwa pia na siasa. Baadhi ya sifa ambazo walikuwa nazo. Habari njema ni kwamba Yesu, mbinu mojawapo ambayo aliitumia, yeye akuinuka juu zaidi ili ajione kwamba yeye yuko juu. Alikuwa anatumia mbinu za unyenyekevu kushinda vita. Ni kweli amewaona hao watu wanajifanya wanajua sana kuliko yeye. Ni kweli unaweza ukawa na adui anajiona kwamba anajua sana kuliko wewe. Sikiliza mtu wa Mungu, relax. Yesu alitumia kitu kimoja hapa ambapo nilipokuwa nikisoma na kutana nacho na kimenifunza pia. Alitumia upendo kuliko hukumu. Upendo kuliko hukumu. Na ndio maana Yesu alionyesha upendo wa kweli. Sikiliza, upendo wa kweli una tabia ya kuvumilia. Upendo wa kweli una tabia ya kuvumilia kwenye maisha yangu na kwenye maisha yako. Upendo wa kweli una tabia ya kufuata, kurejesha waliopotea, kuwafuata na kuwarejesha. Ndicho ambacho alitumia. Kuna adui yako, adui una vita kubwa sana, wewe unapambana leo adui, ili asiwe adui umuonyeshe ya kwamba mimi ni rafiki yako, umuonyeshe ya kwamba mimi tuko pamoja na wewe, umuonyeshe ya kwamba mimi ni msaada kwako. Ni ngazi ngumu sana. Yesu akuanza kuhukumu, alitumia upendo. Naongea na mtu anapigana vita. Tumia upendo kwenye maisha yako. Hiyo ni dawa makini kwa afya yako katika siku ya leo. Tumia upendo kupigana vita vyako vile. Ni kweli kuna saa anarusha maneno adui kabisa, unaona hata wewe anarusha maneno. Anarusha kabisa maneno kwako. Badala na wewe kulipua maneno, tumia upendo hata kumrejesha. Hata kama asikuelewe, yupo Mungu atakayemwelewesha huyo adui yako. Hata kama sikuelewa huyo mpinzani, yupo Mungu atakayesimama kupiga huo upinzani. Zama zaidi kiroho. Una kesi,
una kesi. Ni kweli vyombo vya sheria sio dhambi kutumia, lakini umemwambia nini kwanza? Bwana, tumia njia hiyo na ushindi utapatikana kwa jina la Yesu. Na niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, badala ya kutumia sisi upendo, tumekuwa tukitumia hukumu. Msaidie dada huyu, mama huyu, kijana huyu, baba huyu, mtoto wako huyu ambaye anapitia upinzani katika mambo yake ya kwa ujumla. Upinzani katika ndoa, upinzani katika kazi, upinzani katika mambo yake ambayo anayafanya katika huduma. Simama naye Bwana kwa kumjaza Roho wako Mtakatifu, arejeshe kwanza moyo kwake wa kumsamehe yule adui. Baada ya hapo akatumia silaha hii kwa ajili ya ushindi, na ushindi ukapatikane kwa jina lako Yesu Kristo. Amina. Bwana akubariki sana.